Kitabu cha mwanamke, fungua kurasa. Habari za wakati huu mtazamaji wa Wanawake Media. Jina langu naitwa Anna Albert na leo Wanawake Media tupo katika kanisa la Kikosi cha Injili Tanzania maeneo ya Kurasini. Niko na mama hapa, atakwenda kujitambulisha yeye ni nani na atatuelezea zaidi kuhusiana na kanisa hili na masuala mbalimbali yanayofanyika ndani ya kanisa hili, lakini pia hapa kuna baadhi ya wanawake ambao wanafanya shughuli mbalimbali. Twende tukamsikilize mama huyu, atapata kutueleza kiundani zaidi. Mama, habari? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Milka Mgendi. Mimi ni katibu wa kikundi cha Bazioni Group. Kikundi hiki kiko ndani ya kanisa la Kikosi cha Injili Tanzania. Ndiyo. Ambayo makao makuu yake ni hapa Kurasini. Sisi ni wanawake tuliojikita kwenye shughuli za kazi za mikono, kwa lugha nyingine tunasema ni ujasiriamali. Ndiyo. Tumeamua kuchukua wanawake hawa kujikusanya kwa kundi moja, kuanza kabisa ili tusiwe tegemezi, tuweze kukidhi mahitaji ya familia bila kugombana na baba. Na mbali na baba, kwa sababu kuna mabinti pia tumeamua kuwawekea msingi mapema kwamba hata watakapokuwa huko wameolewa kwenye familia zao wasiwe tegemezi, kuweza kujitafutia. Na kitu kingine, kufanya wanawake hawa wasiwe wavivu, kwa sababu dunia ya leo inakwenda kasi, haitaki mwanamke mvivu. Kwa hiyo kuna shughuli nyingi tunafanya. Kuna wanaofanya kilimo, kuna wanaofanya kazi za mikono za kusokota, kuna wanaofanya biashara za kutembeza. Kuna mambo mengi ndani ya kikundi cha Bazioni Group. Na wakaribisha wanawake wengi watakao kuwa wananisikiliza hapa kuja kukaribia kujifunza. Tumepata faida kubwa sana. Wanawake wanasomesha watoto wao, wanawake wanajenga nyumba, wanawake wana uwezo wa kununua viwanja. Na ndani ya kikundi hiki kuna wanawake wajane, nao pia wameweza kujikita kuwa imara wala bila kuyumba, kwa sababu wako peke yao. Ni kutokana na msingi mzuri walioupata kwenye Bazioni Group. Sawa, kwa yule ambaye anatamani kufahamu kwamba hao wanawake ambao wanafanya biashara, huo mtaji wa hizo biashara ambazo wanazifanya unatokana na nini? Mtaji wa kuweza kufanya hizi biashara, kwanza tunakupa ardhi. Tutakupeleka kwenye eneo la ardhi, utapewa mbegu kama msingi wa kuanzia mdogo. Ule mtaji utaonekana ni wa kawaida, lakini ndio utakao kukuza, kwa sababu biashara yako itaenda kukua. Na tunawafundisha kutokula mtaji, kwa kuwa ile pesa unaopewa kuzalishia, unatakiwa ile pesa unaitunza, biashara inakuwa, unatoa faida, mtaji unabaki vile vile, hauguswi. Kikundi hiki kina muda gani toka kimeanzishwa? Kikundi hiki kina miaka 10 kwa sasa. Miaka 10? Yes. Hongera sana. Asante sana. Na kwa huu muda wa miaka 10, changamoto gani kubwa ambayo imekuwa ndio changamoto ambayo ikiwatatiza nyinyi wanawake na mnashindwa pengine kuitatua, iko nje ya uwezo wenu? Changamoto tunayoipata, kwa mfano kama hapa tulipo, mvua zinaponyesha huwa maji yanajaa. Kwa maji yanapojaa kule kuna mazao. Yale mazao yanateketea yote. Tulikuwa tunalima uyoga. Imefikia mahali tumeshindwa kulima uyoga, kwa sababu uyoga hautaki uchafu. Yale maji yanapojaa ya mvua unakuwa ni uchafu kwa uyoga. Uyoga unakufa. Kwa tulikuwa tuna zao zuri sana, ilikuwa linatuongezea kipato sana, lakini tumeshindwa kuendelea nalo. Tumejitahidi kuongea na mwenyekiti wa serikali za mtaa, tumejitahidi kuongea na mkurugenzi wa manispaa ya Temeke, tumejitahidi kwa kweli kujieleza kila mahali tuweze kutatuliwa tatizo hili, lakini kikweli imeonekana kuwa gumu. Kwa hiyo kipindi cha mvua zinapoanza, sisi tunayumba kwa kipindi kikubwa. Tunateketeza vitu vingi mpaka mifugo inakufa. Tuliwahi kuwa na mifugo, mvua iliyopita vifaranga tu walikuwa 200 walikufa wote. Tulikuwa na vifaranga wa bata 200, vifaranga wa kuku 50. Tuliharibu mali nyingi sana kutokana na mafuriko ambayo mvua ikinyesha yanakuwepo mahali hapa. Kwa kama nyinyi mnaweza kutusaidia, kwa sababu mnadili na wanawake, tutashukuru. Au mnaweza kutupazia sauti mahali tukapata msaada wa kuweza kuchimbiwa mitaro, kwa sababu kilichofanyika, mitaro imezibwa, watu wameuziwa viwanja kimakosa. Kwa yale maji yanaenda wapi? Mitaro imezibwa, yanakuja kuingia kwenye makazi ya watu, ikiwemo kwetu.
Na pengine mdau ambaye anakutazama, ungetamani msaada gani mpatiwe nyinyi kama kikundi hiki cha Baziona Group? Tungetamani kuongezewa ardhi. Kama wanaweza kutununulia ardhi hata eka 200, eka 500, eka 1000, tutafurahi sana. Sawa, lakini kitu kingine mama, wanawake wengi wamekuwa wakijishughulisha na biashara ndogo ndogo, lakini mara nyingi wanabaki pale pale, wanafanya biashara. Unakuta mwanamke anafanya biashara kwa muda wa miaka 10 anauza sambusa. Kwa nini wanawake wengi hawasongi mbele kutoka kwenye ile biashara ndogo kwenda kukua kwenye biashara kubwa? Wewe unadhani sababu ni nini? Mimi nafikiri sababu kubwa ni kwamba hawazingatii biashara. Biashara ina misingi yake. Kwanza biashara inataka uvumilivu. Biashara inataka mtaji ule ukue. Wewe huwezi ukafanya biashara mtaji wako ukue, sio mfanya biashara mzuri. Kwa hiyo sisi tunakufundisha kitu cha kwanza, uwe na uvumilivu. Watu wengi wanaogopa kwamba kudunduliza. Pesa inayodundulizwa kidogo kidogo ndio yenye faida. Lakini wengi wanataka wafanye biashara kubwa aingize haraka, sio kweli. Kwa hiyo hana ujasiri wa kuthubutu na kuwa mvumilivu katika ile biashara ndogo ambayo akiendelea na ile inakuwa. Sisi tumewapa wanawake wetu msingi hiyo. Ndio maana wanawake wetu hapa ukiongea nao, kila mwanamke atakwambia alipoanzia na alipo sasa. Unadhani nini kifanyike ili kuwakomboa wanawake hao? Nadhani semina ziendelee kutolewa. Semina ni za muhimu kwa kuwasaidia wanawake. Kwa sababu ukimsaidia mwanamke mmoja, umesaidia wanawake 500. Akapata elimu huyu vizuri, yeye atakuwa mwalimu na balozi kwa wanawake wengine, kuanza kuwapa maelezo, jamani, kuna hiki na hiki na hiki. Nadhani watafunguka. Ziwepo semina elekezi kila wakati. Na nyinyi pia mnaweza mkatupazia sauti kwenye, kwa mfano manispaa, wale wana uwezo wa kuwa na semina mbalimbali. Wanatoa matangazo, wanawake wanaalikwa, wanapewa misingi ya biashara ili wakue, watoke pale walipo. Kwa sababu lengo ni kutoka pale ulipo. Sawa, kuna yule mwanamke ambaye anakutazama yuko nyumbani, unatamani kumwambia kitu gani kuhusiana na kikundi hiki cha Baziona? Mimi namkaribisha. Akija hapa kwanza atampokea Yesu. Hapa ni kanisani. Sisi wote tumeokoka, tunampenda Yesu. Kwa hiyo akija na yeye tutamwambia mbali na kumpenda Yesu, utapata na faida za kimwili. Maana kumpenda Yesu ni faida ya kiroho. Utapata na ya kimwili. Shukrani sana. Asante sana. Wanawake Media, kimbilio la wanawake.